Bana, mambo vipi? Karibu katika dakika 5 za kukujuza yale yote yaliyojiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii ni Sports Update ya TBC2 ya kijanja zaidi kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi. Nikukumbushe tiki ya kwanza Oktoba 29. Wewe kama kijana hakikisha unashiriki katika uchaguzi mkuu kumchagua rais, mbunge pamoja na diwani, na utakuwa umetisha kinoma noma. Sasa twende tukaangazie yale yote yaliyojiri katika viwanja mbalimbali, na tukianzia hapa nyumbani ni kwamba michuano ya ngao ya jamii kwa upande wa ligi ya wanawake imetamatika siku ya jana katika viwanja vya KMC Complex pale Mwenge, na ni kuashiria kwamba dirisha la msimu mpya wa ligi kuu ya wanawake Tanzania umeanza rasmi, na matukio mbalimbali yalitokea katika siku ya jana, ambapo mechi ya kwanza ilikuwa inatafuta mshindi wa tatu ambayo ilianza majira ya saa 6 mchana, na ilikuwa ni kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Mashujaa Queens, na Dar es Salaam Young Africans wakaweza kuibuka na ushindi wa mabao matatu na kuwafanya moja kwa moja wao washindi watatu katika ngao ya jamii. Lakini mechi ya finali iliyokutanisha JKT Queens dhidi ya Simba Princess, na mechi katamatika kwa JKT Queens kupata ushindi wa mabao 2-1, na katika mchezo huo tuliweza kumshuhudia mchezaji Winfried Gerard akiweza kutupia kamba na akaibuka kuwa mchezaji bora wa mashindano haya. Lakini Jenin Mkandaisenga, mchezaji huyu wa Young Princess, akaweza kuibuka mfungaji bora wa mashindano haya akiweza kutupia kambani jumla ya mabao matatu. Lakini pia tulimshuhudia goalkeeper Najat wa JKT Queens akiibuka kuwa goalkeeper bora wa mashindano hayo, na JKT Queens kwa ujumla ndio wakaweza kutoa kombe hilo la ngao ya jamii. Taarifa nyingine inayohusu timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo imeweka kambi yake nchini Dubai, ambapo wanakwenda kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya taifa la Irani. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa hapo kesho Oktoba 14, na kuelekea katika mchezo huo kocha mkuu Hemedi Suleiman Morocco ameweza kuzungumza na kuelezea maandalizi ya timu hiyo. Lakini pia mchezaji Bakari Nondo Mamnyeto, beki kisiki, beki kitasa, naye pia amezungumza kwa niaba ya wachezaji. Tupate muda mfupi wa kwenda kuwasikiliza kocha pamoja na mchezaji Bakari Nondo Mamnyeto ambacho wamekizungumza kuelekea katika mchezo huo wa kirafiki ulio kwenye kalenda ya FIFA unaochezwa hapo kesho dhidi ya Irani. Tumepata muda wa kurecover leo, tumeanza section yetu moja ya jioni hapa vizuri, wachezaji wako katika afya njema, naona kila mmoja anajaribu kufanya kile ambacho tunawekezana, sio? Nafikiri ni kitu kizuri kwetu, unaona kiakili na kimwili wako vizuri. Tutafanya section training na kesho time kama hizi. Tuko vizuri, kwa maana kwamba tuko vizuri, tunajua tunataka kufanya nini katika mechi inayofuata. Tulicheza mechi na iliyopita na Zambia, tumepoteza, lakini narudi tena kwenye mchezo mwingine. Nafikiri utakuwa mchezo mwingine wa aina yake, sio? Na tuko vizuri kuhakikisha kwamba tunashinda hii mechi. Kama wachezaji tunajiandaa vizuri tuweza kuwakabili wapinzani wetu, na inshallah tutaweza kuwakabili kwa 100%. Itakuwa mchezo ni mgumu na mchezo mzuri, mchezo ambao ulikuwa na vitu vingi sana vya kimpira. Kwa sababu Iran ni timu ambayo ni kubwa, imetuzidi rank sisi hapa Tanzania, lakini sisi sio wanyonge. Tanzania pia ndio kuna vipaji na kuna mpira. Nadhani Iran wajipange vizuri, wataona vipaji kutoka Tanzania, na mpira wao utakuwa ni mpira ambao ni mzuri, na wategemee kuona mpira wa ushindani kwa 100%. Taarifa nyingine nataka nikupatie matokeo ya mechi za championship ambazo zimechezwa weekend hii. Mechi mbalimbali zimechezwa, na michezo mitatu ilichezwa siku ya jana, ambapo mchezo wa kwanza uliokutanisha African Sport wakaweza kupata ushindi wa 1-0 dhidi ya Hausung, lakini TMA wakapata ushindi wa 1-0 dhidi ya Bigman, na Police Tanzania wakaweza kuwalaza B19 kwa jumla ya mabao 4-0. Hizi ni mechi mbalimbali za championship ama ligi daraja la kwanza ambazo zilichezwa weekend hii, na mpaka sasa msimamo wa ligi unaonyesha timu ya Gunners na Ken Gold ndio timu pekee ambazo bado hazijacheza mchezo wowote, lakini mechi nyingine zote zimechezwa weekend hii. Mpaka hapo tunaweka tamati katika habari za kimichezo za hapa nyumbani, na moja kwa moja tunaendelea kuangalia habari ambazo zimejiri katika anga la kimataifa. Habari kubwa ni kuhusiana na mchezaji nyota wa Liverpool pamoja na taifa la Ujerumani Florian Wirtz ameweza kuwekewa kigingi na aliyekuwa kocha wa zamani wa Liverpool. Hapa namzungumzia Jurgen Klopp, ambaye ameweza kuzungumza na akatoa maoni yake juu ya kiwango ambacho amekuwa anakionyesha mchezaji huyo wa Ujerumani. Ikumbuke Jurgen Klopp naye pia ni raia wa Ujerumani, kwao ni kama amemdefend hivi mchezaji kutoka katika taifa lake, na amesema kwamba timu ya Liverpool wanahitaji kumpa muda Florian Wirtz aweze kuendelea kuitumikia timu hiyo, na baada ya muda wataweza kuona kiwango chake, kwa sababu anadai kwamba Florian Wirtz ni mmoja na kiwango chake ama
performance yake ambayo anaonyesha na kipaji chake ni kimoja tu katika karne, na hauwezi kumuona Florian Wirtz mwingine katika karne hii. Mpaka hapo hatuna la ziada, tunaweka nukta katika Sports Update siku ya leo. Endelea kulambaza katika mitandao yetu ya kijamii uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo zinatoka hapa TBC2 ya kijanja zaidi. Mpaka wakati mwingine, bye bye.